Karibu sana kwenye sports update ya Game On TZ. Karibu sana mwanamichezo mwenzangu popote pale ulipo Tanzania na hata ikiwa nje ya mipaka Tanzania. Hii ni Game On TZ na hii ni sports update. Mimi naitwa mpekuz.com. Kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba hii leo kimefanya mazoezi yake huku ikiwa ni maandalizi kuelekea katika mchezo wa ligi ya mabingwa barani Afrika siku ya Oktoba 26 Jumapili, ambapo Simba ataenda kumkaribisha Sigizidi Hotspurs kutoka pale nchini Eswatini. Kikosi hiko kimefanya maandalizi kwa bora zaidi kuelekea katika mchezo huo wa ligi ya mabingwa barani Afrika, na kila mchezaji huku morali ikiwa kubwa kweli na kila mchezaji anatamani kwenda kufanya vizuri kuelekea mchezo huo ambao utaenda kupigwa katika dimba la Benjamin William Mkapa. Mjumbe wa bodi ya wakurugenzi klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba Barbara Gonzalez hii leo ameweza kufanya ziara ama kuwatembelea wachezaji katika uwanja wa mazoezi huko Mosimba Bunju Arena, ambapo Barbara Gonzalez ameenda hapo kwa ajili ya kwenda kuwapa hamasa wachezaji, na huku akienda kuwasihi na kuweza kuwaambia kwamba mchezo uliokuwa mbele yao si mchezo rahisi, na huku kwenda kujitambulisha kwa baadhi ya wachezaji ambao walikuwa hawajaweza kumjua na wala ambao wasiomfahamu kabisa. Barbara baada ya kufika hapo, kila mchezaji alipata wasaa wa kuzungumza naye moja kwa moja, na huku safari hiyo ikisindikizwa na mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi mzee Cletus Magori. Wote hao wameambatana pamoja na viongozi mbalimbali, huku na katibu wa wizara ya habari, sanaa, utamaduni na michezo Gelson Msigwa, huku ukiwa kwenda kuwakabidhi fedha za goli la mama. Barbara amewaambia wachezaji pamoja na benchi la ufundi kuambia kwamba safari iliyokuwa mbele yao sio safari nyepesi, huku ikifahamika kwamba mchezo wa mkondo wa kwanza ligi ya mabingwa barani Afrika, ambapo Simba wameweza kupata ushindi wa magoli 3-0 dhidi ya Sigizidi Hotspurs, mchezo ambao uliopigwa pale nchini Eswatini Mbabane katika dimba la Somhololo Stadium nchini Eswatini. Barbara hayo baada tu ya kufika katika uwanja wa mazoezi, lakini pia amewaambia wachezaji ya kwamba ili tuweze kufika katika nchi ya ahadi, basi kila mchezaji anatamani ama awe mchungaji kwa mwenzie, ushirikiano na umoja uendelee kuimarika katika kikosi hiko cha Simba. Barbara amewaeleza kwamba misimu kadhaa huko nyuma, kipindi nilikuwa mtendaji mkuu wa klabu hii ya Simba, mambo yalikuwa mazuri kweli. Tuliweza kutisha barani Afrika, na moja kati ya historia tuliyoweza kuwa nayo miaka kadhaa iliyopita. Barbara amewaeleza hayo baada tu ya kufika katika kambi hiyo, ambapo Simba wakiwa wanafanya mazoezi yao huku wakiwa wakifanya maandalizi kuelekea katika mchezo wa marudiano Simba dhidi ya Sigizidi Hotspurs. Huku Barbara pia ameeleza kwamba yeye amejipanga vizuri pamoja na uongozi wote kutoka kwa mwekezaji na wajumbe mbalimbali wa klabu hiyo ya Simba kwa kuelekea mchezo huo wa ligi ya mabingwa barani Afrika. Barbara amewakumbusha wachezaji kwa nafasi ambayo Simba waliokuwa wamefikia sio nafasi ya kubahatisha, ni nafasi ambayo waliweza kujiandaa kwa misimu kadhaa iliyokuwa imetamatika. Barbara ameeleza hayo tu wachezaji wa klabu hiyo ya Simba, huku akiwapa morali kuelekea katika mchezo huo wa ligi ya mabingwa barani Afrika mkondo wa pili, ambapo mchezo utaenda kupigwa katika dimba la Benjamin William Mkapa, huku Simba ikiwa imeingia katika kinyang'anyiro ya kugombea tuzo klabu bora barani Afrika, na huku nahodha ama kapteni wa kikosi hiko Shomari Kapombe ama Show Me The Way, na pia amechaguliwa kama kwenda kuania kugombea uchezaji bora wa klabu bingwa ama barani Afrika. Huku Simba msimu uliotamatika ikiwa imeishia katika hatua ya fainali, huku wakienda kucheza na RS Berkane, ambapo mchezo huo ulimalizika kwa sare ya 1-1. Simba kwa nafasi ambayo walikuwa wamefikia, hiyo pia imewapa nafasi ya wao kwenda katika kinyang'anyiro ya kugombea ama kuchuana na moja kati ya vilabu barani Afrika. Simba inatajwa ni moja kati ya vilabu bora kweli katika rank ya CAF
huku Simba wakiwa nafasi ya 5 pamoja na RS Berkane wakiwa nafasi ya 4. Wote hawa wawili msimu uliopita wa 24-25 wote walikuwa katika hatua ya fainali kombe la shirikisho barani Afrika, na ndio maana mmoja alishika nafasi ya 4 na mwingine aliweza kushika nafasi ya 5. Huku kocha Dimitar Patev aliweza kukaa sana na mchezaji Mohamed Bajaber kwa ajili ya kuzungumza naye, na huku taarifa zikieleza kwamba kocha huyo Dimitar Patev, raia kutoka pale Bulgaria, ameeleza kwamba wachezaji pamoja na benchi la ufundi, hususan kwa viongozi wa klabu hiyo, siku ya Oktoba 26 ambapo Simba ataenda kucheza ama kuitupa karata yake ya mkondo wa pili ligi ya mabingwa barani Afrika, huku akiwaambia wana Simba pamoja na wanachama wa klabu hiyo Simba Sports Club Tanzania, huku taarifa zikieleza kwamba kutoka kwa daktari mkuu wa kikosi hiko cha Simba ikieleza kwamba Mohamed Bajaber tayari ameshaweza kupona na tayari ameshaweza kufanya mazoezi yake binafsi, na sasa ameingizwa moja kwa moja kwenye kikosi hiko cha Simba ni kwa ajili ya kufuata kile session ambayo kocha mkuu ambayo anazozitaka kuzifundisha kwenye klabu hiyo. Hii leo kocha Dimitar Patev alipata wasaa mzuri wa kuweza kuzungumza na Mohamed Bajaber, na moja kati ya kauli ambayo aliyokuwa ameweza kuzungumza na mchezaji huyo raia kutoka pale 254, kwa maana kwamba Kenya, amezungumza na Mohamed Bajaber, amesema kwamba najua uwezo uliokuwa nao na ni moja kati ya matumaini makubwa sana kwa wachezaji wa Simba ama mashabiki wa Simba, wanatamani kwenda ama kukuona katika ardhi hiyo ama katika viwanja mbalimbali vya mashindano, lakini kwa nafasi uliokuwepo na hivi sasa na ubora ambao ulioweza kuuonesha katika mazoezi ama katika tizi ambalo binafsi umeweza kulifanya, hakika siku ya Oktoba 26 una nafasi kubwa kwelikweli ya kwenda kuanza ama kwenda kuingia kipindi cha pili. Isipokuwa Mohamed Bajaber ameweza kupewa tahadhari kwa maana kwamba awe makini kuweza kuongeza juhudi na jitihada ili kuweza kufanya mazoezi kwa kina na kuweza kupambana ama kuipambania klabu hiyo ya Simba. Lakini pia Mohamed Bajaber amewaahidi mashabiki wa Simba pamoja na wadau wa soka hapa nchini Tanzania kuelekea katika mchezo wa ligi ya mabingwa barani Afrika siku ya Jumapili, ambapo Simba ataanguka dimbani kwenda kumkabili Nsingizini Hotspurs, huku akieleza kwamba wafike kwa wingi kweli katika dimba hilo, kwani mambo yatakuwa mazuri kuelekea katika mchezo huo wa ligi ya mabingwa barani Afrika. Kocha Dimitar Patev pia amewathibitishia Watanzania na wale mashabiki wa klabu hiyo ya Simba ama wanachama wa klabu hiyo ya Simba kuelekea katika mchezo huo Mohamed Bajaber ataweza kupata nafasi, na wale ambao walikuwa wakimsubiri Mohamed Bajaber kwenda kumuona katika viwanja vya mashindano basi waweze kufika siku ya mchezo huo, kwani yule kipenzi ama yule ambaye walikuwa wakimsubiri kwenda kumuona katika viwanja vya mashindano, hakika kabisa mambo yanaenda kuwa mazuri kweli, na Mohamed Bajaber, kocha Dimitar Patev ameweza kulithibitisha hilo kwamba yuko tayari kwenda kumwanzisha ama kwenda kumuingiza kipindi cha pili, lakini kwa hali ambayo aliyokuwa nayo Mohamed Bajaber inadhihirisha kwamba yuko tayari kwenda kuwavaa Nsingizini Hotspurs. Lakini pia kocha Dimitar Patev ameeleza kwamba wachezaji waliokuwa vivu ama wachezaji ambao wasioweza kujituma katika uwanja wa mazoezi, yeye hatakuwa mstari wa mbele kuweza kuwapa nafasi wachezaji hao. Kocha Dimitar Patev amewaambia kwamba mchezaji yoyote mwenye kuweka juhudi na jitihada katika uwanja wa mazoezi, basi yeye ndiye ataweza kumpa nafasi kubwa kweli kuelekea katika mashindano ya kimataifa ligi ya mabingwa barani Afrika. Leo Simba wamefanya mazoezi yao ikiwa ni siku kadhaa tu zimesalia hapo kuelekea katika mchezo huo wa ligi ya mabingwa barani Afrika. Zimesalia siku 3. Siku ya 3 ndio siku ya tukio ambapo Simba ataenda kumkaribisha Nsingizini Hotspurs, huku mambo yakiwa mazuri kweli na mambo yakitarajiwa kwenda kufanya vizuri. Ukumbuke kwamba Simba mchezo wa kwanza wameweza kupata ushindi wa magoli 3-0, magoli ambayo yaliweza kufungwa na Wilson Nangu pamoja na Kibu Dennis Prosper ambaye ameweza kufunga
na magoli mawili. Kocha Dimitar Berbatov amewaambia kwamba kusiwepo na ile dhana ya kuwa kwamba mchezo uliopita tumeweza kupata ushindi. Kila mchezaji katika kichwa chake na akili yake haliondoe hilo, kwani safari iliyokuwa mbele yetu sio safari ya kwenda kuyakumbuka yale matokeo yaliokuwa yamepita siku za nyuma. Mchezo uliokuwa mbele yetu ni mchezo mgumu, lakini pia hatusiwe na mahesabu kwamba tulikuwa na matokeo mazuri kwenye mchezo huo ambao ulikuwa umepita, ambapo Simba waliweza kupata ushindi magoli 3-0 dhidi ya Nsingizini Hotspurs katika dimba la Somhololo Stadium pale mji wa Mbabane nchini Eswatini. Huku Babra pia ameeleza kwamba yeye amejipanga vizuri pamoja na uongozi wote kutoka kwa mwekezaji na wajumbe mbalimbali wa klabu hiyo ya Simba kwa kuelekea mchezo huo wa ligi ya mabingwa barani Afrika. Babla amewakumbusha wachezaji kwa nafasi ambayo Simba waliokuwa wamefikia sio nafasi ya kubahatisha, ni nafasi ambayo waliweza kujiandaa kwa misimu kadhaa iliyokuwa imetamatika. Babra ameeleza hayo tu wachezaji wa klabu hiyo ya Simba, huko akiwapa morali kuelekea katika mchezo huo wa ligi ya mabingwa barani Afrika mkondo wa pili, ambapo mchezo utaenda kupigwa katika dimba la Benjamin William Mkapa, huku Simba ikiwa imeingia katika kinyang'anyiro ya kugombea tuzo klabu bora barani Afrika, na huku nahodha ama kapteni wa kikosi hiko Shomari Kapombe ama Show Me The Way, na pia amechaguliwa kama kwenda kuania kugombea uchezaji bora wa klabu bingwa ama barani Afrika. Huku Simba msimu uliotamatika ikiwa imeishia katika hatua ya fainali, huku wakienda kucheza na RS Berkane, ambapo mchezo huo ulimalizika kwa sare ya goli 1-1. Simba kwa nafasi ambayo walikuwa wamefikia, hiyo pia imewapa nafasi ya wao kwenda katika kinyang'anyiro ya kugombea ama kuchuana na moja kati ya vilabu barani Afrika. Simba inatajwa ni moja kati ya vilabu bora kweli katika ranki ya CAF, huku Simba wakiwa nafasi ya 5 pamoja na RS Berkane wakiwa nafasi ya 4. Wote hawa wawili msimu uliopita wa 24-25 wote walikuwa katika hatua ya fainali kombe la shirikisho barani Afrika, na ndio maana mmoja alishika nafasi ya 4 na mwingine aliweza kushika nafasi ya 5. Huku kocha Dimitar Berbatov aliweza kukaa sana na mchezaji Mohamed Bajaber kwa ajili ya kuzungumza naye, na huku taarifa zikieleza kwamba kocha huyo Dimitar Berbatov, raia kutoka pale Bulgaria, ameeleza kwamba wachezaji pamoja na benchi la ufundi, hususan kwa viongozi wa klabu hiyo, siku ya Oktoba 26 ambapo Simba ataenda kucheza ama kuitupa karata yake ya mkondo wa pili ligi ya mabingwa barani Afrika, huku akiwaambia wana Simba pamoja na wanachama wa klabu hiyo Simba Sports Club Tanzania, huku taarifa zikieleza kwamba kutoka kwa daktari mkuu wa kikosi hiko cha Simba ikieleza kwamba Mohamed Bajaber tayari ameshaweza kupona na tayari ameshaweza kufanya mazoezi yake binafsi, na sasa ameingizwa moja kwa moja kwenye kikosi hiko cha Simba ni kwa ajili ya kufuata kile session ambayo kocha mkuu ambayo anazozitaka kuzifundisha kwenye klabu hiyo. Hii leo kocha Dimitar Berbatov alipata wasaa mzuri wa kuweza kuzungumza na Mohamed Bajaber, na moja kati ya kauli ambayo aliyokuwa ameweza kuzungumza na mchezaji huyo uraia kutoka pale 254, kwa maana kwamba Kenya, amezungumza na Mohamed Bajaber, amesema kwamba najua uwezo uliokuwa nao na ni moja kati ya matumaini makubwa sana kwa wachezaji wa Simba ama mashabiki wa Simba, wanatamani kwenda ama kukuona katika ardhi hiyo ama katika viwanja mbalimbali vya mashindano, lakini kwa nafasi uliokuwepo na hivi sasa na ubora ambao ulioweza kuuonesha katika mazoezi ama katika tizi ambalo binafsi umeweza kulifanya, hakika siku ya Oktoba 26 una nafasi kubwa kweli ya kwenda kuanza ama kwenda kuingia kipindi cha pili. Isipokuwa Mohamed Bajaber ameweza kupewa tahadhari kwa maana kwamba awe makini kuweza
kuongeza juhudi na jitihada ili kuweza kufanya mazoezi kwa kina na kuweza kupambana ama kuipambania klabu hiyo ya Simba. Lakini pia Mohamed Bajabel amewaahidi mashabiki wa Simba pamoja na wadau wa soka hapa nchini Tanzania kuelekea katika mchezo wa ligi ya mabingwa barani Afrika siku ya Jumapili, ambapo Simba ataanguka dimbani kwenda kumkabili Nsingizini Hotspurs, huku akieleza kwamba wafike kwa wingi kweli katika dimba hilo, kwani mambo yatakuwa mazuri kuelekea katika mchezo huo wa ligi ya mabingwa barani Afrika. Kocha Dimitar Pantev pia amewathibitishia Watanzania na wale mashabiki wa klabu hiyo ya Simba ama wanachama wa klabu hiyo ya Simba kuelekea katika mchezo huo Mohamed Bajaber ataweza kupata nafasi, na wale ambao walikuwa wakimsubiri Mohamed Bajaber kwenda kumuona katika viwanja vya mashindano basi waweze kufika siku ya mchezo huo, kwani yule kipenzi ama yule ambaye walikuwa wakimsubiri kwenda kumuona katika viwanja vya mashindano, hakika kabisa mambo yanaenda kuwa mazuri kweli, na Mohamed Bajaber, kocha Dimitar Pantev ameweza kulithibitisha hilo kwamba yuko tayari kwenda kumwanzisha ama kwenda kumuingiza kipindi cha pili, lakini kwa hali ambayo aliyokuwa nayo Mohamed Bajaber inadhihirisha kwamba yuko tayari kwenda kuwavaa Nsingizini Hotspurs. Lakini pia kocha Dimitar Pantev ameeleza kwamba wachezaji waliokuwa wavivu ama wachezaji ambao wasioweza kujituma katika uwanja wa mazoezi, yeye hatakuwa mstari wa mbele kuweza kuwapa nafasi wachezaji hao. Kocha Dimitar Pantev amewaambia kwamba mchezaji yoyote mwenye kuweka juhudi na jitihada katika uwanja wa mazoezi, basi yeye ndiye ataweza kumpa nafasi kubwa kweli kuelekea katika mashindano ya kimataifa ligi ya mabingwa barani Afrika. Leo Simba wamefanya mazoezi yao ikiwa ni siku kadhaa tu zimesalia hapo kuelekea katika mchezo huo wa ligi ya mabingwa barani Afrika. Zimesalia siku tatu. Siku ya tatu ndio siku ya tukio ambapo Simba ataenda kumkaribisha Nsingizini Hotspurs, huku mambo yakiwa mazuri kweli na mambo yakitarajiwa kwenda kufanya vizuri. Ukumbuke kwamba Simba mchezo wa kwanza wameweza kupata ushindi wa magoli 3-0, magoli ambayo yaliweza kufungwa na Wilson Nangu pamoja na Kibu Dennis Prosper ambaye ameweza kufunga magoli 2. Kocha Dimitar Pantev amewaambia kwamba kusiwepo na ile dhana ya kuwa kwamba mchezo uliopita tumeweza kupata ushindi. Kila mchezaji katika kichwa chake na akili yake haliondoe hilo, kwani safari iliyokuwa mbele yetu sio safari ya kwenda kuyakumbuka yale matokeo yaliokuwa yamepita siku za nyuma. Mchezo uliokuwa mbele yetu ni mchezo mgumu, lakini pia hatusiwe na mahesabu kwamba tulikuwa na matokeo mazuri kwenye mchezo huo ambao ulikuwa umepita, ambapo Simba waliweza kupata ushindi magoli 3-0 dhidi ya Nsingizini Hotspurs katika dimba la Som Hololo Stadium pale mji wa Mbabane nchini Eswatini.